Kwa jina naitwa Jonas Mwano, ni afisa madini mkazi mkoa wa Kimadini Mahenge. Mnamo tarehe 1 mwezi wa 12 2025, majira ya usiku huko mtaa wa Togo, wilaya ya Ulanga, mkoa wa Morogoro, ofisi ya afisa madini mkazi Mahenge ikishirikiana na jeshi la polisi wilaya ya Ulanga pamoja na viongozi wa wilaya ya Ulanga walifanikiwa kuwakamata watuhumiwa. Wa kwanza ni Mohamed Azari akiwa na madini ya vito ndani ya nyumba yake pamoja na Evarist Ndasilo Nyiti, Damas Danieli Avies na Tizo Lenfield Nyangomaira wakiwa na madini ya vito pia nyumbani kwa Mohamed Azili. Huyu Mohamed Azili ni raia wa Sri Lanka, lakini yuko hapa Mahenge na alikamatwa nyumbani kwake. Lakini hawa watatu, bwana Nyiti, Dismas na Tizo, hawa ni wa Tanzania. Walikuwa nyumbani kwa huyu Sri Lanka, wanataka wauze madini usiku. Aidha, mtuhumiwa Mohamed Azili alibainika kuwa akinunua madini pamoja na kufanya usanifu wa madini nyumbani kwake kinyume cha sheria ya nchi. Madini yaliyokamatwa, madini yalikuwa ya aina 4. Ilikuwa kuna madini ya spinel, madini ya rhodolite, madini ya tourmaline na madini ya volcanic glass. Jumla madini haya yote kwa watu hawa 4 yalikuwa na thamani ya milioni 54,21,570.69. Na tozo zilizotakiwa kulipwa na kodi nyingine za serikali zitakuwa zilipwe milioni 5,51,15.65. Ofisi ya afisa madini mkazi Mahenge, kwa kuzingatia sheria ya madini sura 123 na kanuni zake, inaelekeza yafuatayo kwa wafanyabiashara wote wa madini ndani ya mkoa wa Kimadini Mahenge. Namba 1, kuhakikisha wafanyabiashara wote wa madini wanafanya biashara zao ndani ya soko la madini Mahenge na kuacha mara moja kufanya biashara hizo kwenye manyumba zao wanazoishi au sehemu zisizo rasmi. Tumeanza kufanya operation na tutaendelea kufanya operation, na tukiwabaini wale ambao wanafanya tofauti na sheria za madini zinavyoelekeza, tutawachukulia hatua kali. Soko lipo, ni soko zuri. Sisi kama serikali kwa kushirikiana na halmashauri yetu ya wilaya ya Ulanga tumetoa ofisi hizi, na ofisi hizi zimeanza rasmi. Kwa hiyo tutoe rai na tuwaelekeze kwa wale wote ambao wanafanya biashara ya ununuzi wa madini wakafanye manunuzi haya kwenye ofisi na soko la madini. Kwa kutii sheria, tutafikisha ujumbe kwa wenzetu. Tabia hiyo si salama sana. Kwa ajili ya kuongezea serikali kipato, inabidi tufanye shughuli hizi katika soko la madini ziweze kutambulika kihalali.